Kwa majina naitwa Migisha James Luhuha, ni mkuu wa chuo katika taasisi ya mafunzo ya afya Mgao. Awali ya yote napenda kuishukuru halmashauri ya mji wa Njombe kwa kuchagua taasisi yetu kama sehemu ya kufanyia maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Tunafahamu kwamba vilele vya siku ya wanawake ni tarehe 8 mwezi wa 3, lakini tumechaguliwa kama taasisi katika kufanya zile kazi mbalimbali za kwenda kuadhimisha siku ya wanawake duniani. Siku ya wanawake duniani, kwa jinsi maandalizi yalivyo katika halmashauri yetu, yanaonekana maadhimisho yatakuwa mazuri sana. Na kwa kufanya hivyo wameona watembelee katika sehemu zote ambazo zina population kubwa ya wanawake, kama katika taasisi ya mafunzo ya afya Mgao, ambapo katika sehemu ya leo au siku ya leo kulikuwa kuna mdahalo maalum uliokuwa umeandaliwa kwa ajili ya wanafunzi wetu ambao walishiriki vizuri, na tunapenda sana kuwashukuru. Unaweka wanawake katika nafasi muhimu na wao kutambulika kwamba ni kundi muhimu au ni watu muhimu ambao mwanamke anapokuwa kama ameelimishwa ama amepata huduma yoyote ya msingi, anabadilisha jamii. Kwa hiyo unapompatia elimu mwanamke, unakuwa unabadilisha jamii. Kwa hiyo na kitendo cha kuja kuongea kwa wanafunzi hapa na kuhitaji kuongea na wanafunzi wa kike, hasa population ya wanafunzi wa kike, tunaamini kama taasisi yetu itabadilika. Kwa majina anaitwa Gladness Maka Mwabuka, ni mwanafunzi wa chuo cha afya Mgao, pharmacy mwaka wa 3. Kutokana na huu mjadala uliotokea leo hapa chuoni kwetu, nimejifunza vitu mbalimbali kama maadili katika jamii, na kwa sisi ambao tunaenda kuwa mbeleni viongozi, inabidi tuwe na maadili mbalimbali ili kuweza kuiendeleza nchi yetu katika hali nzuri. Kwa mimi nashauri kwamba jamii iwe na mtazamo chanya, kwamba wasiendeleze mambo mabaya katika jamii, hasa kwa mfano kama sisi watoa huduma za afya. Tunaomba serikali izidi kutoa elimu, kuzidi kuelimisha watoa huduma za afya kuendelea kufuata maadili yao. Sawa. Kwa jina naitwa Musa Rupenza, ni mkurugenzi wa shirika la One Voice Organization. Sisi kama wadau wa maendeleo tunashiriki vilivyo katika kuhakikisha kwamba jamii inakuwa na ustawi. Katika sherehe hizi za maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani, sisi kama One Voice, kama ambavyo tunafanya shughuli zetu, tunashirikiana nao vizuri kuhakikisha kwamba taifa linakuwa na watu wenye maadili, linakuwa na viongozi wenye maadili. Na sisi tunasema taifa lolote duniani haliwezi kujikomboa kiuchumi kama jamii yake haiwezi kuwa na maadili. Kwa hiyo maadili ni namba 1 kwenye kujiagiza maendeleo. Na sisi kama One Voice huwa hatufanyi kazi kwenye sherehe tu. Sisi ni kazi za kila siku. Na ndio maana majukumu yetu sisi ni ya kwenye jamii, kuhakikisha kwamba ili tuweze kupata maendeleo, nchi iweze kuwa na ustawi, lazima tuhakikishe kwamba tunadhibiti mmomonyoko wa maadili. Na umeona kabisa sasa hivi changamoto kubwa ya nchi nyingi barani Afrika ni mmomonyoko wa maadili. Na ndio sasa unaona kuna rushwa, matumizi mabaya madaraka, ufisadi na mambo mengine mengi. Na serikali zimekuwa zikipata hasara kubwa sana kwa sababu tunakuwa na viongozi ambao hawana maadili na kuzisababishia serikali zao kuwa na huduma mbovu za kijamii. Na kwa mdahalo huu ambao tumeufanya hapa, tumezungumza na wanafunzi na tumewaeleza kinaga ubaga kwamba wasijione kwamba wao bado ni wanafunzi, bado ni watoto. Tumewaambia wao ni viongozi, watakuja kuwa marais, madaktari, manesi wakubwa, watapewa dhamana kubwa sana kwa ajili ya kuwatumikia wananchi. Lakini kama hawa watu hatutawajenga kwenye maadili, hatutawapa miongozo, itakuwa ni kazi bure. Elimu zao zitakuwa nothing kwenye jamii. Watakwenda kwenye jamii, watafanya vitu ambavyo sivyo, watakuwa na mchango mdogo sana kwenye jamii. Kwa hivyo tulichowasisitiza sisi kwamba waweze kuwa na maadili, wasome, lakini pia wazingatie maadili, ili sasa tuwe na taifa ambalo linakuwa marketable
kwamba mnakuwa mnauzika hata kwenye soko la kibiashara. Hata ukienda nchi za nje wakisema tunahitaji labda madaktari, tunahitaji manesi, okay, hata wakisema ametoka Tanzania wanasema alright, huyu ni daktari mzuri, kwa sababu nchi zao zina historia ya maadili. Lakini kama nchi inakuwa haina maadili, ina mmomonyoko wa maadili, actually hatuwezi kuuzika duniani. Tutakuwa ni taifa la watu wa ajabu ambao sasa tutakuwa tunapigana kwenye ajira ndani ya nchi. Lakini shida ni nini? Shida ni maadili. Lakini wito wangu kama shirika, kama mkurugenzi wa shirika la One Voice Organization, kama ambavyo jina linaakisi, ni kwamba wazazi, walezi pamoja na jamii, sisi ndio namba moja kuhakikisha kwamba maadili ya nchi yanazingatiwa. Kumekuwa na mmomonyoko wa maadili, hasa wazazi kuto kuwapa miongozo watoto wao. Tumekuwa na wazazi ambao sasa hivi ni wa kidijitali tunaita, wanashindwa kuwapa malezi watoto wao, malezi mazuri, wanakuwa walevi, lakini pia wanakuwa na tabia ambazo sizo. Inafikia mahali sasa mtoto anarithi zile tabia za mzazi na kuona kwamba tabia mbovu ni tabia nzuri. Kwa hiyo kupitia maadhimisho haya tunaomba hata wababa pia wana kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba wanakaa sawa na hili kundi, kuhakikisha kwamba wote tunakuwa katika mstari mmoja. Mwisho wa siku tunakuwa na taifa lenye ustawi, na ndio sasa tuna uwezo wa kufikia kwenye dira ya taifa 2050. Kwenye kipengele cha haki na usawa kwa mwanamke, niweze kusema kwamba ukilinganisha na hapo zamani, sasa hivi nafikiri kwamba kuna progress, tunaita kuna mwendelezo, kuna auheni, kuna afadhali, lakini hatuwezi kupata hizo haki kwa mara moja, kwa sababu ni mchakato, ni vitu endelevu. Kubadilisha fikra za mtu sio kitu cha mara moja. Kwa hivyo, kwa unavyoona sasa, kwa mtazamo wa kawaida, tunaona wanawake wengi wanashika nyadhifa nyingi, wanajiamini, wanashika madaraka kwenye ngazi mbalimbali, wamekuwa viongozi, wanajiamini na wanatekeleza majukumu yao, tofauti na mara ya kwanza. Ule mfumo dume sasa nadhani unakwisha. Mwanamke mwenyewe anatakiwa ajiamini, aweze kujiongoza. Huwezi kumlazimisha mwanamke awe kiongozi, anatakiwa yeye mwenyewe kwanza ajitambue. Lakini kupitia hizi elimu mbalimbali, wanawake kuwapa elimu sawa, kusoma, imewapa nguvu sana ya wao kujitambua kwamba wana haki kama mtu mwingine.